akimulika, nimulikiwe, nimulikiwe. Naona mwanga Bwana akinimulika, mimi nimulikiwe, nimulikiwe. Naona mwanga Bwana akinimulika, nimulikiwe, nimulikiwe. Naona mwanga Bwana akinimulika. Nataka tusome Luke chapter 23 kuanzia verse 39 kuendelea hapo mbele kidogo. Leo nataka niangalie juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwizi. Yule ambaye aliweza kufanikiwa mahali pakubwa. Yule mtu ambaye alikuwa the first person kifo cha Yesu kumkomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka tukuimagine huyu mtu huko mbinguni, zile story ambazo zilikuwa zinaendelea wakati alifika huko. Maana alijikuta ni mtu mgeni. Pengine kanisani hakuwa anakwenda, kwa crusade hakuwa anakwenda, hakuwa anafunga, mambo ya sadaka alikuwa ajui, mambo la fungu la 10 ilikuwa ni ndoto, lakini akajikuta kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana yake inaanzia pale msalabani. Walishikwa wakiwa wezi wawili, na wakagundua kwamba ndio walikuwa katika hatia, na wakahukumiwa kufa, na kifo chao kilikuwa kikuwe cha msalaba. Wakiwa pale msalabani, pia Yesu Kristo akawa mahali pale. Basi watu wakasema maneno mengi, watu wakamtukana Yesu, watu wakaongea mambo ambayo hata yasiyofaa. Basi mwizi mmoja, na yeye Biblia inasema akamtukana Yesu, akasema, Yesu, wewe uliokoa wengi, wewe ulifufua wengi, wewe hata ukoma ya watu ilienda, sasa jiokoe wewe na utuokoe na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikawa ni mazungumzo ya watu watatu katika msalaba. Yaani hata Yesu Kristo akiwa katika uchungu, ameubeba msalaba, ako ndani ya uchungu mwingi na katikati ya kifo, aliwacha kwanza kusikia uchungu ili akamshughulikia huyu mmoja. Akasema ya kwamba sisi tumefanya makosa na tuko hapo kwa msalaba kwa sababu inafaa tuwe mahali hapa, maana ndio sisi tulikuwa uwezi na ukweli hata wewe unajua, lakini huyu hakufanya makosa yeyote. Baada ya kumhutubia yule ambaye walikuwa na yeye, akamgeukia Yesu, akamwambia, Yesu, nami ninaomba unikumbuke leo. Yesu Kristo akamwambia, leo tutakuwa na wewe paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka niongee juu ya mtu ambaye asubuhi alikuwa mwizi. Saa 6 alikuwa ashahukumiwa. Saa 6 alikuwa ashakufa. Lakini siku hiyo jioni akawa paradiso. Siku hiyo jioni akawa peponi. Sasa nataka niseme ya kwamba pengine alipofika huko hata mwenyewe alishangaa, haya, kumbe maneno ilikuwa ukweli. Naona hapa Musa, namuona hapa Yakobo, namuona Ibrahimu, na lazima watu wangekuwa na mazungumzo, si ni kweli? Wanamuuliza, na wewe umefikaje hapa? How did you reach here? Wewe umefikaje wapi hapa? Pengine Petro alimwambia, mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuvua samaki. Yesu akakuja akanitafuta huko, tukafanya na Yesu kazi. Hata siku moja watu walikuja kumkamata, mimi nikatoa panga nikakata mtu sikio. Yesu akaniambia, rudisha upanga alani mwake, maana wote wanaotumia upanga wataangamia kwa upanga. Mimi nikakasirika. Hata wakati mambo ilikuwa inaendelea, hata mimi nilimkana, lakini Yesu Kristo alikuja huko ambako nilikuwa nimeenda kuendelea kazi zangu, akaniambia, sasa wewe fanya kazi yangu.
Na nilipokuwa nafanya kazi yake, kifo changu kilikuwa cha uchungu, maana mimi nilikuwa namtumikia Yesu. Mimi nilikuwa namtumikia Mungu. Mmoja akashika I don't know if it's the one. Wanasema kwamba walifunga mguu mmoja pandei akararuka. Lakini Petro inasemekana ya kwamba yeye alisema mnisulubishe, lakini msinisulubishe kama Bwana wangu. Mweke kichwa chini, miguu juu. Mmoja anasema na mimi walifunga ng'ombe ndume pandei wakanivuruta nikakufa. Kutakuwa na mwingine ambaye anaitwa Yohana. Yohana yule alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Naye anasema mimi niliwekwa kwa pipa ya mafuta kwa sababu ya kukwama na Yesu. Ikatokota lakini si kufa. Wakanichukua wakanitupa katika kisiwa cha Patmo ili nifie huko, lakini huko bado nikaona maono makubwa. Kuna mwingine na yeye anaitwa kale kama jamaa kalikuwa kametumwa kakataka, anaitwa Naliona. Yona akasema mimi bwana, hata kuna wakati Mungu alinituma nikakataa. Nikamezwa na samaki. Nikajikuta nilewe nikihubiri Injili. Ayubu naye anasema, mimi duniani kwa mtu mkamilifu. Mpaka hata shetani alikuja kunistaki hapa siku moja. Nikaletewa majaribu ya ajabu. Alafu amgeukia, na wewe ulifikaje hapa? Wewe sasa. Naweza sema the man in the middle of the cross told me to come here. Bwana asifiwe sana. Yeye hajui chochote. Asema yule ambaye tulikuwa na yeye katikati ya msalaba, huyo ndio aliniambia nikuje hapa. Bwana asifiwe sana. Yani a person who used opportunity wakati aliipata. Alisema hii siachi. Huyu tunakufa na yeye. Huyu tunaenda na yeye. Paradiso tutakuwa na yeye. Mahali huko tutakuwa na yeye. Watu wanaangaliana. Wanasema ni kweli vile maandiko yanavyosema. Waliokuja asubuhi, waliokuja saa 7 na waliokuja jioni mshahara ulikuwa sawa. Huyu jamaa alikuwa mwizi. Asubuhi, jioni akawa paradiso. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine alikatalia barabara yake. Asubuhi alikuwa mwizi, saa 6 alikuwa na matusi, jioni alikuwa jahanamu. Hakutumia opportunity yake ya msalaba vizuri. Tunafaa kujifundisha kwa hawa watu wawili ya kwamba sisi wote ambao tuko hapa, inafaa tutumie hii njia ya msalaba. Usiende kwa Mungu ukijifanya vile wewe ni mzuri. Hakuna mtu mzuri. Wote tumetenda dhambi na wote tumepungukiwa. Usiende kwa Mungu ukimwambia mimi natoanga sadaka, mimi natoanga fungu la 10, mimi huwa na fast. Kuna mtu alienda na hiyo barabara na hakubarikiwa. Enda kwa Mungu ukijua kwamba wewe ni mwenye dhambi na kifo cha Yesu akiwa msalabani unataka kikuokoe. Unataka kikusaidie jinsi kilivyomsaidia yule mwizi ambaye alikuwa the first person kuona grace ya Yesu. Najua Biblia inasema kwamba mbinguni si kwa matendo, ni neema ya Mungu. Na hii ni dhibitisho tosha ya kwamba mbinguni tunaenda kwa neema. Utaenda mbinguni juu ati wewe ulikuwa bishop. Utaenda mbinguni juu ulikuwa unahubiri Injili. Utaenda mbinguni juu ulikuwa unatoa sadaka na fungu la 10. Hapana. Utaenda mbinguni ni kwa sababu umemwamini Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekubali ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na umekuja kwake ili akusamehe, ili akuoshe, ili ukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu. Kuingia mbinguni ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia mbinguni ni kwa neema. Na tunajifundisha kwa huyu jamaa ambaye alienda kwa Yesu, akamwambia Yesu, ninaomba unikumbuke
kwa njia hiyo akawa ametubu. Watu wengi waliweza kufanya kazi mzito wakaingia mbinguni, lakini huyu, ile damu ya Yesu Kristo ilipomwagika, he was the first person to be saved. Wale wengine wakaanza kufuata. In fact, huyu mtu aliingia mbinguni hata kabla ya Petro. Aliingia mbinguni hata kabla ya kina Yohana. Hapa ndio nafikiria kwamba Yesu alisema wa mwisho atakuwa wa kwanza na wa kwanza atakuwa wa mwisho. Maana tunaonea hapa. Ile kitu tu mimi nataka tuombe ni tupate kibali. Tukipata neema hii ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu anapeana siku hii ya Pasaka. Yaani katika kipindi hiki, maana kulingana na Biblia Yesu Kristo amefufuka siku ya leo. Wacha anapofufuka siku ya leo afufuke pamoja na wewe, pamoja na mimi, kwa sababu hata mimi mwenyewe sitaki kubaki nyuma, ya kwamba wote tukaweze kusaidiwa katika kipindi hiki, ya kwamba tunaomba ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu akaweze kuturehemu jinsi alivyo rehemu yule mwizi pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba ni kwa neema tu sisi tutaweza kupokea wokovu. Ni kwa neema tu sisi tutaweza kupokea wokovu. Ni kwa neema tu sisi tutaweza kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaishi kwa neema. Wokovu tunapata kwa neema. Na huyu mtu anatufundisha kitu kikubwa sana. Na story ambayo Abraham hata anamwambia, wewe ndugu yangu, mimi Mungu alinipatia mwana. Na kutaka kujua imani yangu, akaniambia nipe huyo mwana. Na mimi nikampa, nikaitwa baba wa imani. Wewe ulifikaje hapa? Yeye anasema mimi kwa kumwamini tu Yesu, mimi nilipatikana hapa. So ile kitu ambacho nataka tukaweze kukifanya ni kumwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukimwamini Yesu, haya mambo mengine yatafuata. Hata wale ambao wanaotafuta utajiri, Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haya mengine mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka kwanza kabisa tutafute uso wa Mungu. Kwanza kabisa tumtafute huyu Yesu. Kwanza kabisa tumwamini huyu Yesu. Maana maandiko yanasema kwamba ni vigumu, haiwezekani, huwezi mpendeza Mungu kama hauna imani. Lazima kwanza uwe na imani. Na huyu mwizi pale msalabani anaweza kuyathibitisha haya maneno. Alipomwamini Kristo hata katika uchungu wake pale msalabani, na alipokubali ya kwamba yeye alikuwa mwizi, Yesu aliweza kumsamehe. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba watu hawatahukumiwa ni kwa sababu walitenda dhambi. Hapana, watu watahukumiwa ni sababu walimkataa Kristo. Kwa hivyo ukimkataa Kristo, wewe tayari umehukumiwa, usingoje hukumu nyingine. Lakini kama umemkubali Kristo, wewe umevuka upande ule, umekuja upande wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka tuna kuomba, tafadhali katika kipindi hiki, tafadhali katika wakati huu, tumkubali Yesu Kristo. Tusiwache damu ambayo hii imetirika wakati huu ikawa ni damu ambayo imepotelea, ikawa ni damu ambayo haifai. Inafaa damu hii ambayo imemwagika siku ya leo iwe ni damu ya kutuokoa, iwe ni damu ya kutukomboa, iwe ni damu ya kutusaidia. Maana wengi walichinja ng'ombe, haikuwasaidia. Walichinja punda, haikuwasaidia. Walichinja kondoo, lakini haikuwasaidia. Hata wengine walichinja umbu, lakini haikuwasaidia. Wengine walichinja ngamia, haikuwasaidia. Wengine wakaona ndovu ni mnyama mnono, wakachinja, lakini haikuwasaidia. Lakini wakati damu ya Yesu Kristo ilipomwagika, Mungu akasema hii ni sadaka tosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mimi na wewe tukaweza kuokolewa
kwa sababu ya ile damu ya Yesu Kristo ambayo iliweza kumwagika. Kwa hivyo mimi na wewe tusiwache hii damu ambayo imemwagika wakati huu ama katika kipindi hiki ama wakati huu wa Yesu Kristo iwe ni damu ambayo imepotelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha iwe ni damu ambayo itatusaidia. Wacha ambayo iwe ni damu ambayo itatukomboa. Wacha iwe ni damu ambayo itaonekana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimulikiwe, naona mwanga Bwana akinimulika. Nimulikiwe, naona mwanga Bwana akinimulika. Yes, damu ya Yesu Kristo ni damu tosha. Inaosha barabara, inakuwa safi, inakumulikia, unaona vizuri. In fact, ati uhusiano wetu na Mungu ulikuwa umedorota. Uhusiano wetu na Mungu ulikuwa umeharibika. Lakini wakati Yesu Kristo alikuja, akafa, akawekwa kaburini, akatoka, akatembea hapa duniani na akapaa. Hii ilikuwa dhibitisho tosha ya kwamba damu yake imetusafisha na sisi tuko watu sawa, ikiwa utakubali ile damu. Ikiwa utamkubali huyu Kristo, maisha yetu itaweza kubadilika. Nasema Mungu awabariki sana. Nasema Mungu awabariki sana. Hii damu isiwe imepotea tu. Hii damu iwe ya manufaa katika maisha yetu. Hii damu iwe ya kutusaidia katika maisha yetu. Hii damu wache ikaweze kuonekana ikifanya kazi katika maisha yetu. Damu zingine zote zilizomwagwa ni damu ovyo na hazifai. Lakini hii ni damu ya dhamana. Hii ndio damu tunayohitaji. Ndio damu tuliyoingojea kwa siku nyingi. Baba, ni katika jina la Yesu Kristo nasema ni asante. Uinuliwe mawali na wewe Mungu. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya damu ya mwanao Yesu Kristo. Maana imetuosha, imetusafisha. Yaani hata magonjwa yetu imeweza kutoweka kwa sababu ya kupigwa kwako. Wakati damu yako ilipomwagika, uhusiano wetu na Mungu ulikuwa sawa. Uhusiano ambao ulikuwa umedhorotwa tu miaka mingi iliyopita. Yesu ulipokuja, ukasulubishwa, ukaenda ndani ya mateso, ukafa na kufufuka, mambo haya yalikwisha. Basi mfalme wa wafalme akatuonekanie. Kwa jina la Yesu Kristo na mwana atakuamini.